jambo hili ni faradhi. falau baqiya ma baina al-asabi'i lam yasilhu ma'un lam yasihha wudu'uhu, pakibakia baina ya sehemu za vidole ambayo haikufikwa na maji basi hautosihi udhu wake. Kwa hiyo tujue tofauti ya hilo kwenye hayo maelezo. Kadhalika vile vile anasema wabaligh fil istinshaq illa an takuna saiman, nafanya mubalagha kwenye kule kusukutua, isipokuwa utakapokuwa nini, usipokuwa umefunga. Na kuna ile atamadhmudh kule kusukutua kutia maji, na istinshaq ni kule kuyatia ndani. Sasa yafikishe ndani isipokuwa umefunga. Ukifunga makruh kwa sababu unaweza ukayapiga bado ukapiga chubuo ukasema kwamba ndio imepita hiyo, lakini sijakusudia bwana, wajipa moyo, yani ushakunywa maji alafu wajipa moyo. akhrajahu al-arba'a. Nafanya mubalagha istinshaqi isipokuwa ukiwa umefunga, kwenye kuyafikisha maji ndani vile yafikishe sana, isipokuwa ukiwa umefunga usiyafikishe sana. Na hapa kuna baadhi ya watu wao wanaona kwamba haya maji wanatiatia kwenye pua, sio sawa. Au hapa juu kwenye mdomo hapa mtu afanye hivi, atia pua na kutema, alafu kutui, na wenyewe hawajikeri. Kuna baadhi ya watu wanajitia kwamba hawajikeri, yani hawataki shida ile, sio nini, sio sawa, bali yatakiwa maji ya nini, ya enee. Asiyafikishe maji vizuri sana kwa ndani, lakini isipokuwa ukiwa umefunga. Jambo pia limeelezewa pia kwenye vitabu vya fiqh. Na kuanzia kesho akhrajahu al-arba'a au as-sab'a, antauliza wasahahahu ibn Khuzaimah. Kuna wapa muda Alhamisi, kesho ni mapumziko, mazuri, mapumzika, wanapitia mchana mzima. Kija huku ukiambiwa rawahu as-sab'a tupata jibu tu fasta biidhnillah, au haraka. Amepokea al-Imam ibn Khuzaimah. Wali Abi Daud fi riwaya idha tawadda'ta famadhmidh. Na amepokea na ana yeye Imam Abu Daud kwamba utakapotia udhu basi sukutua, famadhmidh basi sukutua. Hivyo limeelezewa hilo. Amesema Imam Ibn Uthaymeen kwenye hadithi hii, yadullu alhadithu ala annahu yajibu isbaghul wudu, hadithi yajulisha kwamba yapasa kunini, kueneza udhu. Idha qulna al-isbagh bimaana ash-shumuli wat-ta'mimi, tutakaposema kwamba kule al-isbagh ni kwa maana ya kuenea na kukusanya kiujumla, kwamba ikiwa tukusudia kwamba viungo vienee maji vyote. Wa aidan ala hirsi an-nabii sallallahu alayhi wasallam ala ismami al-wudu, na yajulisha vile vile juu ya pupa ya mtume kwenye kunako nini, kutimiliza udhu, kukamilisha. Wa an Uthman radhiyallahu anhu qala, na kutoka kwa Uthmani Allah amridhie amesema, na kutoka kwa Uthmani Allah amridhie yeye kasemaje Uthmani? Kasema hivi, qala inna an-nabiyya, hakika ya mtume, kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu'i, alikuwa akizirowesha ndevu zake kwenye udhu, akizizoesha ndevu zake wakati wa kutia udhu. Ndevu zake alikuwa akizirowesha maji, akizitia maji. Kwa wale ambao wameruzukiwa uchebe, kwa lugha fupi, uchebe wanaita uchebe vijana hivyo. Na haya yanaonyesha kwamba mtume alikuwa na nini, na uchebe mwingi, ndevu alikuwa nazo. Sasa sio sawa kwamba mtu akawa ana hirsi kabisa, ana viwembe dazeni mzima, kila akiamka kule kunyoa ndevu kama kupiga mswaki. Kuna wengine ni hivyo, au wengine kila wiki wasema kwamba anapunguza uchafu, kila Ijumaa anyoa ndevu, asema ondosha uchafu. Mtume amwambia aeke, asema ni uchafu. Yani ana akili kuliko mtume wake, yani Allahu musta'an. Akhrajahu Tirmidhi wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Rithike kwa Imam Tirmidhi na kaisahisha nani, Imam Ibn Khuzaimah. Na wala mtu akifuga ndevu ina kwamba zitakuwa nyingi mpaka eti zitamzidia atakwenda hivi, kwa sababu ni nzito sana, haitofikia hatua hiyo, bali propaganda za baadhi ya mashekhe wa kisufi kwenye hilo. Wa ana Abdullah ibn Zaid, na kutoka kwa Abdullah ibn Zaid, inna nabiyya
qala amesema inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika ya mtume sallallahu alaihi wasallam utiya bi thuluthai muddin aliletewa theluthi mbili za nini za kibaba muddin yani na kibaba lakini kuna ile pishi kuna aswa'u na almuddu vikiwa vinne hii ndio kibaba hiki wanavyoitwa Waswahili sasa hivi vikiwa vinne ndio inakuwa ni aswa'u pishi inakuwa ni pishi Sheikh Fawzan anasema kwamba as-sahabatu radiyallahu anhum dhakaru hatta miqdar al-ma'i alladhi kana yatawaddau bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam masahaba wametaja mpaka kile kiwango ambacho alikuwa mtume akitawadha kwacho kwa maana walihifadhi dini fajala yadruku dhira'aihi akawaia anasugua dhiraa zake mbili kuna dhiraa na saq dhiraa ni hizi hapa mpaka hapa hii ni shibri hii ni dhiraa hapa ni kafun hapa huitwa kafun au shibrun kwa lugha nyingine lakini hapa ni nini dhiraa hivyo imekuwa dhiraa na hapa mpaka hapa panaitwa anmula hapa mpaka hapa anmula hapa mpaka hapa kuanzia hapo mpaka hapa kwenye mstari wa mwanzo wa kidole panaitwa nini anmula sindi ya kidole na jamu yake ni anamil kama walivyosema wa idha khalau addu alaykumul anamil na watakapogeuka wakashana nyinyi huuma tindi za vidole hivi minal ghaiz kwa hasira anakuwa na hasira mpaka ngata vidole hivi kwa hasira wa anhu na kutoka kwake Abdullah ibn Zaid Allah amridhie hadithi kaitaja Imam Ahmad na kaisaisha Imam Ibn Khuzaimah annahu ra'a an-nabiyya kwamba yeye alimuona mtume ya'khudhu li udhunayhi ma'an ghayra al-ma'i alladhi akhadhahu li ra'sihi kwamba alichukua kwa ajili ya nini kwa ajili ya ile kwa ajili ya masikio yake maji ambayo sio yale ambayo ni ya nini aliyachukua kwa ajili ya kichwa chake na hii ni riwaya shadha sababu riwaya zilizokuja kuna thiqat sawa lakini kama alivyosema Sheikh Fauzani hadhihi riwayatun mukhalifatun liriwayati thiqat wa hiya riwayatun mukhalifatun liriwayati thiqat يخالف روايه زوال الثقات فان روايه الثقات انه لم ياخذ ماء جديدا لاذنيه au liudhunaini riwaya za wale waliokuwa thiqati ni kuwa wa kweli wale si kwamba yeye muongo wale wa kweli kwamba hakuchukua maji mengine mapya ya nini kwa ajili ya masikio yake wa inma akhadha ma'an jadidan limashi ra'sihi hakika yake yeye alichukua maji mapya kwa ajili ya kupangusa kichwa hasa ikitokea hivi thiqa kamkhalifu thiqa ambaye ni zaidi yake huitwa nini hii riwaya kwamba ni shadha ni mukhalafatu thiqa liman huwa awthaqu minhu wanavyosema wanachoni hadithi hivyo kadhalika vile vile kaitaja hadithi hii al-Imam al-Baihaqi kwa sanadi iliyokuwa sahihi wa huwa inda muslimin min hadha al-wajh bi lafzi wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi sema na ipo kwa al-Imam Muslim hadithi hii kwa wajhu wa tamko kwa maana kwa wajhu huu kwa tamko ambalo limekuja na akapangusa kwenye kichwa chake kwa maji ambayo sio yale mabaki ya mikononi mwake wa huwa al-mahfudh na wajhu huu ndio ulio nini uliohifadhiwa ingawa Imam As-Sanani kwenye Subul Salam ambao ni sharh ya Bulughul Maram ana maneno kwenye hili pia kuhusu masala ya riwaya hii ana maneno kadhalika wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala na kutoka Abu Hurairah Allah mridhia amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema
inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu, hakika ummati wangu watakuja siku ya kiyama hali ya kuwa ni wenye kung'aa mapaji yao ya uso kutokana na athari ya udhu. Faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al, basi yoyote atakayeweza kutawilisha ghurra, kwa maana vile viungo vyake vya udhu kama ni mapaji na mengineo, akatawilisha, basi akiweza kufanya hivyo basi na afanyeje? Na afanye. Sheikh Fauzani kasema faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al, hadhihi al-lafdhatu ikhtalafa al-ulama fiha. Ili tamko hili wametofautiana na chuoni kuhusu tamko hili, hal hiya min asli al-hadithi au hiya min kalami Abi Huraira. Je, ni katika maneno ya hadithi au ni katika maneno ya Abu Huraira? Ni asli ya hadithi, kwa maana ile asli ya tamko la hadithi ilipo litamko, au ni katika maneno ya Abu Huraira? As-sawabu, Sheikh Fauzani arajihisha asema annaha min kalami Abi Huraira mudraja, ni idraj, ile maneno ambayo rawi kayatamka yanakuwa ni matamko ambayo huitwa ni mudraj. Na wamesema ulama kwamba sio sawa, ingawa umetofautiana, baadhi ya wale wangesema kwamba kuna maneno kuhusu idraji katika hadithi kwenye hilo. Wa an Aisha muttafaqun alayhi wal lafdhu li Muslim, na tamko hili la Imamu Muslim litamko. Qalat, amesema kutoka kwa Aisha Allah mridhia, amesema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yu'jibuhu tayammunu, unampendezesha yeye kule kufanya kulia. Alikuwa akipenda mtume kufanya kulia, sio kulia machozi, kuanza upande wa kulia. Maana Kiswahili hiki Allahul musta'an. Fi tanaulihi, kwenye kuvaa kwake viatu, wa tarajulihi, na kule kuchana kwake nywele, wa tuhurihi, na kwenye tahara yake, kwa maana anapojitaharisha pia alikuwa akipenda kufanya kulia, wa fi sha'nihi kullihi, na kwenye mambo yake yote, Sheikh Uthaymeen ana maelezo marefu kwenye hili, lakini mwisho akafikia kusema fa idha arada al-insanu an yalbasa an-na'la an yabda'a bil yamini, na atakapotaka mtu kuvaa viatu na anze na mguu wa kulia. Kadhalika wa ghaira an-na'li mithlaha, na visivyokuwa viatu pia avae hivyo. Hata kama nkanzo ukianza kutia mkono anza kutia wa kulia, sunna hiyo. Muttafaqun alayhi, hadithi yake ipo kwa Imam al-Bukhari, hadithi nambari 168, na Imam Muslim hadithi 268. vile wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Abu Huraira Allah amridhie, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, idha tawadda'tum fabda'u bima yaminikum, mtakapotawadha anzeni na kuliani kwenu, pande zenu za kulia. Akhrajahu al-arba'a, kumbusha kesho nitauliza insha Allah. Wasahahu ibn Khuzaimah, na amesahihisha hadithi ya Imam Ibn Khuzaimah, kaalielezea hilo. Na ukiangalia maelezo ambayo yametajwa hapa, pia al-Imam al-Bassam ana maelezo kwenye hilo, na al-Imam al-Fawzan na maelezo kwenye hilo, hafidhahullah wa rahimahullah. Al-Fawzan hafidhahullah wal Bassam rahimahullah kwenye hili, lakini kisha akataja kwamba mtume Allah akataja kwenye suratul Maida namna ya kutia udhu, hivyo maelezo akaja marefu. Wa anil Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, na kutoka kwa al-Mughira ibn Shu'bah Allah amridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba hakika ya mtume sallallahu alayhi wasallam, tawaddaa famasaha binasiyatihi wa ala al-imamati wal khuffaini, kwamba mtume alitawadha akapangusa juu ya utusi wake na juu ya vilemba,
wal khuffaini na nini na juu ya hofu mbili. Tutakuja kuona kuna mlango mzima kuhusu masala al-mashu ala al-khuffaini. Na al-amama ni njiwa manga. Al-imama kasri al-ain ndio kilemba. Al-imama kwa hiyo tu juu sio ukashenga ukasema labisul amama mmevaa njiwa manga. Hapa kusudia kilemba mwenyewe. Vile vile hadithi hii ipo Imam Muslim wa an Jabir na kutoka Jabir radhiyallahu anhu Allah amridhie fi sifati haji nabii sallallahu alayhi wasallam kwenye kule kuelezea namna ya haji ya mtume sallam qala amesema mtume yani ibada'u bima bada Allahu bihi anzaini kwa yale ambayo Allah kaanza kwayo nayo anzaini kwa kile ambacho Allah kaanza nacho kwacho. Na ikiwa kusudiwa hapa kama alivyotaja Sheikh Al-Bassam kuhusu hili kuwa kinachoongelewa hapa ni kule kuwa tuende kwenye ile namna ya aya ya suratul Maida ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati mpaka maelezo yale ya kueleza kuhusu kutia udhu kama alivyoanza Allah mpangilio ule ule na sisi tufanye vile vile. Akhrajahu an-Nasa'i hakadha bilafdhi al-amri amepokea hivi al-Imam an-Nasa'i kwa namna hii ya tamko la amri lakini pia al-Imam al-Albani kaisahihisha wa huwa inda Muslimin bilafdhi al-khabar na hii hadithi ipo kwa kwenye Sahih Muslim kwa tamko la khabar tu kinyume na amri kwa maana badaa bima badaa Allah bihi imekuja hivyo kwa maana kama khabar tu lakini hii ni amri kwa maana ya kwamba kinyume na insha kuna tofauti baina ya khabar na amri. Khabar na amri yaingia kwenye insha na khabar ni mazungumzo ambayo yumkinu wasfuhu bil kadhibi au sidqi li dhatihi wal insha ma la yumkinu wasfuhu lidhalika li dhatihi lakini masala balagha tuiacheni hapa tuseme balagha. Kadhalika wa anhu radiyallahu anhu na kutoka kwake Jabir Allah amridhie qala amesema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume sallam idha tawaddaa atakapotawadha adara al-maa ala mirfaqaihi alikuwa akizungusha maji kwenye kongo zake mbili. Hivyo hadithi zote zaonesha kuhusu kuutia udhu vizuri, sio atia udhu kama ambaye una mgeni yani na afu amweka na ana njaa au yupo stendi, sio hivyo. Akhrajahu ad-Daraqutni bi isnadin dha'if, na hii ipokea na kuitaja al-Imam ad-Daraqutni kwa sanadi iliyokuwa dhaifu. Wa Nabi Huraira, na kutoka kwa Abu Huraira Allah amridhie qala amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur isma Allahi alayhi, hakuna udhu, maana udhu ulikuwa umetimia la wudu'a taamun au kamilun ismu la nafiyatu liljinsi takadiriwa hivyo kwa yule ambaye yeye hajataja jina la Allah kwenye udhu huo. Kwa maana mtu akitaka kutawadha aanze kusema bismillah kisha ndiyo afanyeje atawadhi. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dauda wa Ibn Majah bi isnadin dha'ifin, hali yake mdhaifu. Na pia maana ya hadithi hii kwanza al-Imam Hamid al-Faqih kataja kuhusu dhaifu, na akasema kwa sababu kwenye hii hadithi kuna mtu ambaye anaitwa Al-Qasim ibn Muhammad ibn Aqil ambaye ni matruk, kadhoofishwa na al-Imam Ahmad na al-Imam Yahya ibn Ma'in na wasiokuwa hao. Lakini al-Imam al-Bassami yakasema kwamba yadullu dhahirul hadithi ala nafi sihhati al-wudu'i, yajulisha dhahiri ya hadithi muonekano wake hivi ninavyo tamko lake kuwa kule kukanushwa kusihi kwa udhu alladhi lam yadhkur isma Allahi, kwa yule ambaye hajataja jina la Allah alayhi kwenye udhu huu. Walidhan, na kwa ajili hiyo aujaba alfuqaha min ashabina,
wamewajibisha wanawachuoni wa fiqh katika ashabu wetu alhanabila at-tasmiyata 'inda al-wudu'i ma'a adh-dhikri wa tasqutu ma'a an-nisyan, kule kumtaja Allah pamoja na wakati wa kila udhu mtaja Allah, lakini ma'a adh-dhikri, pamoja na kukumbuka. Ukikumbuka sawa. Wa tasqutu ma'a an-nisyan, na la poromoka hilo wakati wa nini? Wa kusahau. Kwa maana sio wajibu umesahau pengine. Kwa hiyo mtu akikumbuka atakiwa maadhikiri akumbuke, lakini nakutaja ataje hilo. La akianza pale, akianza ukisema bismillah awwalahu wa akhirahu, kwani nkula Walitirmidhi an Sa'id ibn Zaid wa Abi Sa'id nahwuhu, na kumepokelewa kwa Imam Tirmidhi kwenye sunani yake kutoka kwa Sa'id ibn Zaid na Abu Sa'id mfano wake. Waqala Ahmad, na amesema al-Imam Ahmad amesema la yathbutu fihi shay'un, jambo hili hakujathibiti lolote, hakujathibiti kitu chochote. Na pia kuna maelezo kwenye hili qadiruya min turuqin la yakhlu wahid minha an maqalin illa annahu yuqawi ba'daha ba'dan, kwa maana hadithi itakuwa ni hasanun li ghairihi, kwa mujibu alivyoongea al-Imam Hamid al-Faqih kwenye hili. Na vile vile wa an Talha ibn Musarrif an abihi, kutoka kwa Talha ibn Musarrif kutoka baba yake, an jaddihi kutoka babu yake, ikiwa ni sanadi ambazo zimefuatana za kinasaba, hii ya kuonyesha kwamba wao walikuwa wapokezi wa hadithi, babu, baba, mjukuu. Hivyo kinyume na sasa hivi za kuta familia babu, baba, mtoto, wachawi, inaweza kukuta hivyo kwenye familia. Kinyume na hivyo, au wote wahuni, wote waliaadhu billah, lakini hao wote walikuwa ni ruwatul hadithi, mjukuu, baba, babu. Lakini sasa hivi ukiwaona hao pengine yule alikuwa ni mlevi, na hao pengine naye akaona baba yake alikuwa avuta bangi, akaona aende kwenye pombe, mule Abdalla kumuita Dula mule. Sasa sio sawa, kwa maana kwamba baadhi ya familia zimepewa mitihani. Na babu yake ni Ka'b ibn Amr al-Hamdani, ambaye ana yeye usuhuba kwenye hilo. Kadhalika qala, amesema raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimuona mtume sallallahu alayhi wasallam, nilimuona yeye yafsilu baina al-madmadati wal-istinshaqi, akitenganisha, akipambanua baina ya kusukutua na kule kutia maji puani, akitenganisha. Akhrajahu Abu Daud bi isnadin dha'if. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati al-wudu, kutoka kwa Ali Allah amridhie kuhusu sifa ya wudu wa mtume. Thumma tamadmada wastanthara, kisha mtume akasukutua yeye na akayapenga yale maji 3 mara 3. Yumadmidhu wa yanthuru min al-kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma, hu sukutua na kuyatia maji puani vile kuyapenga kupitia kile kiganja ambacho yeye kachukulia kwacho nini, maji. Akhrajahu Abu Daud wa An-Nasa'i, hadithi kwa Imam Abu Dauda wa al-Imam An-Nasa'i. Wa an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Abdullah ibn Zaid Allah amridhie, kwenye kunako sifatul wudu, kwa maana sifatul wudu iman, sifatu wudu'i an-nabii sallallahu alayhi wasallam, sifatu wudu'i an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Thumma adkhala sallallahu alayhi wasallam yadahu, kisha akaingiza mkono wake mtume sallallahu alayhi wasallam, famadmada, na akasukutua, wasanshaqa min kaffin wahidatin, na kati ya maji puani kupitia nini, kiganja kimoja, kwa maana yale maji yale hivi kwa yale kati ya puani. Hadithi hii imekuja hivyo. Yafalu dhalika 3, alikuwa akilifanya hilo mtume mara 3, akilifanya hilo mtume mara 3. Kadhalika wa an Anas radhiyallahu anhu,
na kutoka kwa sahaba Anas Allah amridhie qala amesema ara an-nabiy Anas anasema kwamba mtume aliona sallallahu alayhi wasallam rajulan mtu wa fi qadamihi mithlu adh-dhufri lam yusibhu al-ma na katika nyayo yake kuna mfano wa adh-dhufr, sehemu iliyokuwa wazi haikusubiwa na nini maji. Kwa adh-dhufr nkucha, adh-dhufr nkucha ukitaja kwenye asli kucha, lakini yakusudiwa kwamba kulikuwa na sehemu ambayo ipo wazi haikusubiwa na maji kwenye udhu wake. Yeye huyu mtume faqala irji' fa ahsin wudu'aka, mtume akamwambia rejea kisha ukafanya vizuri udhu wako. Kama yule Khallad ibn Rafi' irji' fa salli fa innaka lam tusalli, akhrajahu Abu Daud wa An-Nasa'i. Hadithi hii sahihi al-Imam al-Albani. Kadhalika vile vile wa anhu radiyallahu anhu, na kutoka kwa Anas Allah amridhie vile vile qala amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yatawadda bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i, alikuwa akitawadha kwa kibaba kimoja na akioga kwa pishi moja. Na as-sa'u an-nabawi arba'atu amdadin, ni vile vibaba vingapi? Vinne kama nilivyowaambia mimi hapo. Arba'u hafanat, ni machoto mangapi? Manne. Hadha miqdaru as-sa'i an-nabawi, hiki ni kiwango cha pishi ambayo ndio alipima kwayo nani? Mtume sallam. Waqad hararat hay'atu kibari ulama miqdar as-sa'i an-nabawi, na wamehariri baadhi ya nini, baadhi ya wanawachuoni kile kiwango cha ile pishi ya Mtume sallam. Kwa maana ulama hapa hay'atu kibari ulama as-Saudiya, ambayo yapatikana as-Saudiya, wamehariri hilo. Wantaha taqdiru ila 3 kilogram takriban, na ikamalizikia ile takdiri ile makadirio yao kwenye kilogram 3 takriban, kilogram 3. Walam yukhalif fi hadha at-tahdid illa al-qalil, na hawajakhalifiana kwenye kuweka kiwango hiki isipokuwa baadhi ya wachache. Hawajakhalifu hili isipokuwa wachache kwenye kuweka hichi kiwango. Haya ni maneno ya Sheikh Saleh Al-Fawzani Allah amhifadhi. Na mtume alikuwa akioga kwa kupishia pishi moja, kwa kupitia nini? Pishi moja ila 5 amdadi, mpaka kwenye nini? Kupitia vile vibaba vitano, kama na vikiwa vinne mpishi moja. Kwa alikuwa mpaka akioga kwa pishi ngapi? Moja, lakini na fumba jingine moja. Kama alikuwa mtume alikuwa hafanyi sarafu. Sasa kuta mtu aoga atumia ndoo 2, 3, 4, yani aoga yani kama ambaye ndio enda uzwa. Hao kwa maana ukitoka hapo enda uzwa wapelekwa sokoni wewe. Sio sawa. Muttafaqun alayhi, hadithi ni muttafaqun alayhi, na ameitaja Imam Muslim vile vile. Hadithi ambayo tumalizia majlisi yetu ya leo, wa an Umar radhiyallahu anhu, kutoka kwa Umar Allah amridhie, qala amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, ma minkum min ahadin, hakuna yoyote katika nyinyi, yatawaddau, ambaye atatawadha, fayusbighul wudu'a, kisha akaueneza udhu wake, thumma yaqulu, kisha akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nashuhudia kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hali ya kuwa peke yake hana mshirika, na nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake, isipokuwa futihat lahu abwabul jannati 8, isipokuwa atafunguliwa yeye milango ya pepo 8, yadkhulu min ayyiha shaa, ataingia kwenye mlango wote ambao atataka kwenye milango hiyo 8. Na hapa Ibn Uthaymeen ana maelezo, na Sheikh Fawzani pia naye ana maelezo kwenye hili.
Sheikh Fauzan anasema kwamba dalla hadha alhadithu ala anna abwab aljannati 8. Hadithi yajulisha kama milango ya pepo ngapi? 8, moto 7. Allah akasema laha 7 abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Jahannam ina milango 7 na kila mlango una fungu la watu maalumu. Huu wazinifu huu kadha ataingia hivyo, amewekewa kifungu na watu maalumu hivyo. Nasallallahu an yaj'alana min ahli aljanna. Pia yameelezewa mambo mengi kuhusu hilo. Wa annaha abwabul lil a'mal, na kama ni milango ya matendo. Kisha kuna babu siyam, babu aljihad. Kullu babin yadkhulu minhu ashabu a'malin khassa bihi wa hiya 8. Kila mlango utaingia wale watu wa matendo maalumu kwa ajili ya mlango huo, na ipo 8. Haya maneno ya Sheikh nani? Fauzani, Allah amhifadhi. Hadithi hii kaitaja al-Imam Muslim na vile vile na al-Imam Tirmidhi, na akazidisha al-Imam Tirmidhi kumezidisha yeye kwenye riwaya yake, Allahumma ij'alni minat tawwabin, ewe Allah nijalie mimi ni katika walio ni wenye kutubia, waj'alni minal mutatahhirin au waj'alni min ibadikal mutatahhirin. Hivyo pia hivyo kama unijalie mimi katika wale waliokuwa ni wenye kujitoharisha. Limeelezewa hili jambo. Kwa hiyo hapo itakuwa ndio mwisho wa majlisi yetu ya siku hii ya leo. Tutakuja kuendelea inshallah kwenye siku yetu ya kesho kwenye babul mashi ala al-khuffain inshallah. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.